Watu wengi wanadhani umasikini ni mpango wa Mungu, lakini ukweli ni kwamba umasikini mara nyingi, sio mara zote, mara nyingi ni matokeo ya ukosaji maarifa. Ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia, uchumi wa watu wangu unaangamia, furaha za watu wangu zinaangamia, maisha ya watu wangu yanaangamia kwa ukosefu wa maarifa, kwa ukosefu wa maarifa. Leo hapa Patakatifu Media tunatumia Biblia kama kifaa ambacho ni suluhisho la kiuchumi, kuvunja minyororo ya kifedha kwa kutumia kanuni ambazo hata matajiri wasiomcha Mungu wameziiba kutoka kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati 8:18. Kabla tujaisoma, hebu tuombe kidogo. Baba Mungu, naomba tusaidie somo hili likaeleweke kwa uzuri, na kanuni 4 za msingi ambazo unakwenda kutufundisha leo zikatusaidie kutatua matatizo yetu ya kifedha katika jina la Yesu, amen. Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Haya, anayeambiwa hapa ambiwi mpagani, anaambiwa ni Mkristo, anayeambiwa ni mfuasi wa Mungu, Myahudi. Utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Ndio maana alipomuumba mwanadamu wa kwanza Adamu, alimpa utajiri wa vitu vingi sana, na ndio maana akamwekea hadi dhahabu ya Ofiri. Neno tajiri kwenye maandiko matakatifu kwa mara ya kwanza kuandikwa, limeandikwa likimhusu mtu wa imani, mcha Mungu sana, anaitwa Ibrahimu. Naye Ibrahimu alikuwa tajiri wa mifugo, dhahabu, fedha na vitu vingi, na alikuwa ategemea misaada. Vitu vingi alikuwa anaenda kununua. Alinunua shamba la Makpera nafikiri, ambako alienda kumzikia mke wake kwa fedha zake, sio kwa hisani au kwa muujiza, kwa sababu Mungu hutoa nguvu ya kupata utajiri ili iweje? Nasema ili iweze kuimarisha agano lake kati yako wewe na wewe, contract yako ya kiroho kati yako wewe na Mungu. Sasa kuna kanuni 4 ambazo mara nyingi tunazikosea, ndio maana tunapitia maisha, na wakati mwingine tunapitia vipindi vigumu sana. Hata mimi wakati mwingine navunja kabisa, maisha yanakuwa ni magumu. Zamani naomba ili Mungu, lakini sasa hivi nimejifunza, naomba Mungu anipe maarifa, anipe hiyo nguvu ya kupata vitu ambavyo vitanisaidia kuweza kuwa baraka kwa watu wengine, na wewe hivyo hivyo Mungu anaweza kukufanyia. Sasa ziko kanuni, hoja kuu 4 kwa dakika chache naomba tuzizungumze. Kanuni ya kwanza inaitwa ni vision principle, kanuni ya wazi na maono. Kanuni ya wazi na maono, vision principle. Tumesoma somo moja hapo, tumejifunza kwamba Mungu huwa anapobariki, anabariki kwa kuanza kwa kutufungua akili zetu, tuanze kuona vile ambavyo mwanzoni tulikuwa tunaona havifai, kumbe ndani yake kuna fursa na baraka amezificha mle ndani. Usingeweza kuona kama muujiza wa kufunguliwa fahamu hujafanyika. Maono. Mungu anataka uanze na maono. Unaona nini Yeremia? Anaulizwa, anaambia naona ufito wa mlozi. Mungu anamwambia safi, unaona vizuri. Wewe unaona nini? Unaona mradi gani kwenye akili yako? Unaona nini? Sasa kwa nikwambie, Habakuki 2:2 anasema, iandike njozi, uifanye iwe wazi sana katika vibao. Habakuki alikuwa analalamika, ukisoma hapo juu, analalamika wasio mcha Mungu, na matajiri hawana shida, maisha yao ni mazuri. Sisi wacha Mungu tunateseka. Kaambia acha kulalamika Habakuki, andika njozi. Unataka nini? Kwa ukubwa upi? Kwenye mbao, isomeke, andika kwenye maelekezo, maandishi. Rafiki yangu mmoja, mtumishi wa Mungu, mwinjilisti mmoja, niwe kumtembelea ofisini kwake
mwaka 2007 hivi, tulikuwa pale ofisini kwake, ameandika mambo yake Mungu anataka amfanyie 12. Miongoni mwao makubwa kabisa ya ajabu. Miongoni mwake anataka kufungua benki. Sijaona naye miaka mingi, sijui ameshafikia wapi. Financial institution. Anasema I want to open a financial institution. Lakini ametii kanuni hii ya kwanza ya kuandika. Andika. Mmoja ya matajiri wakubwa ulimwenguni ambao alitumia hii fursa, tajiri wa metal industry, kitengo cha masuala ya vyuma, anaitwa Andrew Carnegie. Andrew Carnegie anasema, Marekani huyu, mtu yoyote anayetamka kuwa anataka kufanikiwa bila kuwa na mpango ulioandikwa anajidanganya mwenyewe. Haya maneno hajawahi kusoma ukuta Habakuki, lakini Mungu ashayasema siku nyingi kama suluhisho kwenye Biblia. Njozi yako iandike. Kwa kanuni ya kwanza ni kanuni ya kuandika. Huwezi kubarikiwa kwenye vurugu, chaos situation, kwenye mavurugu, yani huna reference, huna mpango, umeshika ile umeachia, umeshika ile umeachia, ufanye hivi, vujo. Andika. Andika, 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 na utaona mkono wa Mungu. Na kama kuna mapungufu, rahisi kuyajua kama umeandika. Niwele kuweka mpango wangu wa miaka 5. Nikaandika, lakini sikuwa na maarifa ya kutosha. Nikaandika vitu makubwa, mwisho wa siku hayakuwa. Lakini leo nikitaka kwenda kufungua, nakuta notebook yangu nimeitunza, nasema niliandika hivi, mapungufu alikuwa ni hapa, naomba Mungu nisaidie nianze kuandika vitu kitaalamu, ili mwisho wa siku utekeleze execution kiwazi, utekelezaji wake uweze kuwa mzuri na mrahisi. Sasa Biblia inatutaka tuandike mipango yetu. Je, una sehemu umeandika mipango? Umeandika vitu ambavyo unajua nataka nipite hapa, nipite hapa, nipite hapa. Mungu nisaidie. Mungu anabariki ile mipango. We mipango yako iko wapi? Au unalalamika tu? Unalalamika tu. Sikiliza vizuri sasa hapa. Kama hauna budget ya mwezi huu iliyoandikwa, unakiuka kanuni ya Habakuki. Tunaishi eti kwa neema ya Mungu, lakini lazima uandike bajeti. Mwezi huu nitaishije? Kama hauna hiyo, unakiuka hiyo Habakuki. Tufanyeni matengenezo, mtu wa Mungu. Tubadilike. Tuwe watu wa kuandika, watu wa mipango, watu wa vision, watu wa vitu ambavyo tunaviandika ili Mungu avibariki. Vikubwa kwa namna ambavyo Mungu amekufungua akili yako. Kanuni ya pili ni nguvu ya bidii na utekelezaji. Watu wengi tumeandika vitu vingi tangu tuko shule ya msingi, lakini ukivileta vyotekelezwa ni vichache, kwa sababu hatuna ile nguvu ya bidii, hatuna nguvu ya utekelezaji. Hii inaitwa the execution principle, kanuni ya kuexecute, kutekeleza, kufanya katika vitendo. Mungu hatoi pesa kama mvua, anatoa nguvu ya kupata utajiri. 8:18 Kumbukumbu la Torati. Sasa hii nguvu hii ya kupata utajiri hii, Biblia inaitanua kidogo. Katika Mithali 10 mstari wa 4 anasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wa mwenye bidii hutajirisha. Sio kwamba hautekelezi, ndio maana tumesema bidii na utekelezaji. Sio kwamba uexecute, hautekelezi, ila Biblia inasema atendaye mambo kwa mkono wa ulegevu. Unatekeleza lakini kilegevu. Unawahi kukata tamaa, unawahi kuishia njiani, anasema utaishia kuwa maskini. Hii kanuni hii. Kwa nini kifanyike? Suluhisho la Biblia leo: ongeza bidii. Unafanya ni kweli, lakini ongeza bidii. Zidisha masaa 3 mbele. Ongeza ufahamu, tanua uelewa, ili unapofanya ufanye kwa uelewa mkubwa. Wengi tunamfahamu mtu anaitwa Jeff Bezos, mwanzilishi wa kampuni kubwa kabisa ulimwenguni inaitwa Amazon. Tunanunua kule vitu, vitabu na bidhaa mbalimbali. Alisema wazo ni rahisi sana. Kuwa na wazo, kipengele cha kwanza, jambo rahisi, njozi sio andika. Kitu rahisi sana, lakini anasema utekelezaji, execution ndio kila kitu. Utekelezaji ndio kila kitu.
Anasema mafanikio yanakuja kwa wale wanaofanya kazi kwa bidii kwa kila siku. Sasa huyu mtu akakavesha ni ka sentence yake, hii nukuu yake hii ni maboresho au fafanuzi ya kitu ambacho Suleiman mwana wa Daudi ameandika miaka 1400 iliyopita, Mithali 14. Utendaye mambo kwa ulegevu utakuwa maskini, lakini kwa bidii utajirisha. Mungu hawezi kubariki kitanda unachokilalia. Anabariki kazi ya mikono yako. Bidii. Tumesema Mungu habariki kitanda kile ambacho unalalia. Anabariki kazi za mikono yako. Bidii ni sumaku ya baraka za Mungu. Kwa hiyo chukue hii. Andika njozi, bidii. Fanya lakini kwa bidii, sio kilegevu. Jambo la 3, uaminifu wa kiwakili. Uaminifu wa kiwakili. The integrity and the tithing principle. The principle of integrity and the tithing. Kanuni ya uaminifu kwa Mungu kwa matoleo na uadilifu. Uaminifu mdogo ufunga milango mikubwa. Kwa uaminifu lakini kidogo, utakuwa dini na vitu vidogo vidogo tu. Utaaminika kwa mambo madogo madogo. Lakini uaminifu wako ukiwa ni mkubwa, utaaminika kwa mambo makubwa. Hii kanuni iishi, itakusaidia sana. Malaki 3 mstari wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, mkanijaribu kwa njia hiyo. Anasema muone kama sitafungua mabaraka huko, mafuriko ya baraka na madirisha ya mbinguni kule kamili. Sasa kuna Mwafrika mmoja ni bilionea anaitwa Strive Masiyiwa. Huyu ana kampuni inaitwa Econet. Anasema, ama kusema, sijawahi kukosa kulipa zaka katika maisha yangu yote ya biashara. Sijawahi kukosa kulipa zaka katika maisha yangu yote ya biashara. Huyu Strive Masiyiwa, huyu tajiri Mwafrika mwenye kampuni la telecommunication Econet, anasema, kwangu mimi kumlipa Mungu kwanza ndio siri ya ulinzi wa biashara zangu dhidi ya migogoro. Una biashara kweli, una miradi kweli, umefungua ofisi kweli, lakini imejaa migogoro. Kama sio wewe na mke wako, ni wewe na wafanyakazi wenzako. Kama sio na wafanyakazi wako, wewe na TRA, wewe na BRELA, wewe na serikali, wewe na washindani wenzako, kwa sababu umesahau kulipa zaka. Na kimsingi kwa mfanyabiashara ni rahisi sana kumrudishia Mungu zaka kuliko hata mfanyakazi, kwa sababu ni rahisi kupiga hesabu zako, na zaka kwa mfanyabiashara itakuongezea uwezo wa kuandaa hesabu, kwa sababu utahesabu matumizi yako yote, utachukua na revenues, mapato yako yote. Mapato natoa matumizi na zile running cost, gharama za kuendesha vitu vyako, unapata ile faida. Ile faida unakata 10% unamletea Mungu ya faida, haiathiri chochote. Strive alipambana na serikali ya Zimbabwe, huyu bwana Strive huyu, mahakamani kwa muda wa miaka 5, lakini hakushindwa kwenye hii kesi yake, kwa sababu mkataba wa uaminifu kwa Mungu aliojenga kupitia kurudisha zaka na sadaka. Anza kidogo kidogo kurudisha zaka na sadaka kwenye mifumo ya biashara zako, ili ipate ulinzi hata wa migogoro ambayo haikuweza kulazimika kuwepo wakati mwingine. Lakini kanuni ya 4 kwa siku ya leo, kama sehemu ya suluhisho kutoka Patakatifu Media la eneo la uchumi, tutazungumzia uchumi, tunazungumzia ndoa, tunazungumzia kiroho, tunazungumzia kiakili. Usimamizi wa akiba na kiasi. The seed principle, inaitwa the seed, kanuni ya mbegu. Kusimamia akiba yako na kuwa na kiasi. Mithali 21 mstari wa 10 inasisitiza hii kanuni. Nasema hivi, kuna hazina ya thamani katika nyumba ya mwenye hekima, bali mtu mpumbavu
huyameza kila anachokipata. Yaani kwa mtu mwenye hekima, katika nyumba yake kuna hazina ya akiba. Lakini mtu mpumbavu, yeye huwa anameza kila kitu. Hapa sasa hivi unaanza kusema, Bwana, mbona kama ananisema hii imekukuta? Hata mimi huwa inanikuta, inatukuta sote, kwa sababu wakati mwingine tunaishi nje ya maarifa ya Mungu, tunakuwa wapumbavu, tunakosa akiba ambayo tunaweza tukairiseko katika kuinvesti ilete matokeo makubwa kwenye maisha yetu, na tuweze kuwa supporters wa mambo matakatifu, tuweze kuwa kingdom donors, watoaji kwenye ufalme wa Mungu. Mmoja wa wafanyabiashara wakubwa kabisa duniani, na mmoja aliwahi kuwa mfanyabiashara namba 1 duniani, tajiri namba 1, anamiliki kampuni ya Berkshire Investment, ni mwekezaji huyu, anaitwa Warren Buffett, babu mmoja na miaka kama 90 hivi. Anasema, aliwahi kusema kama unanunua vitu usivyohitaji leo, kesho utalazimika kuuza vitu unavyovihitaji. Unapopata kipato chako, unatumia muda mwingi kununua vitu ambavyo ni mihemko ndio imekusukuma kuvinunua, lakini kiukweli uvihitaji leo. Kesho utalazimika kuuza vitu ambavyo kwako ni vya muhimu ili uweze kuimanage. Haya ni majamaa yana hekima zao za duniani huko, lakini sisi watu wa maandiko tulishapewa hii Mithali 21:20 kwamba mtu mwenye hekima huweka ana hazina ya akiba, lakini mtu mpumbavu umeza kila kitu. Biblia inatufundisha kutokula mbegu. Wewe unaweza kuona ni mshahara, lakini unaweza kuugeuza kuwa mbegu, asilimia fulani ya mshahara wako, baada ya kulipa bills zote na majukumu mengine, kuweka mbegu kidogo, kaanza kidogo. Lakini anasema sehemu ya kipato chako ni mbegu, ni akiba kwa ajili ya uwekezaji. Sasa na si sehemu ya chakula. Kata ya chakula, mwambie Mungu, naomba unipe kipato ambacho ninaweza nikakata ya chakula, nikakata na ya mbegu kwa ajili ya baadaye, ili niwe mtu mwenye hekima ambaye na hazina ya akiba ndani yangu, na si mpumbavu ambaye anasema yeye hula kila kitu analolipata mkononi mwake. Mtu anayekula kila kitu anachopata anakula kesho yake. Kama unakula kile unachokipata leo, unakula kesho yako. Hizi ni kanuni ambazo Biblia inatupa leo kutoka Patakatifu Media kama suluhisho ya maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Katika kumaliza somo la leo, Counsels on Stewardship, kitabu cha Counsels on Stewardship, kurasa wa 114, anasema Mungu hawezi kubariki juhudi za mtu anayefanya kazi kwa uzembe au asiye mwaminifu. Mungu hawezi kubariki juhudi za mtu anayefanya kazi kwa uzembe na au anayefanya kazi bila uaminifu. Lakini yeye anayechanganya imani na bidii na uaminifu katika kutoa, atashangazwa na jinsi mkono wa Mungu utakavyofungua milango isiyoweza kufungwa na wanadamu. Yeye ambaye anachanganya imani yake kwa Mungu na kabidika na kuwepo hapo na uaminifu wa kumtolea Mungu baada ya kuwa amebarikiwa, anasema atashangazwa kuona milango ambayo hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuifunga jinsi itakavyofunguliwa. Hata hivyo amesema Ufunuo 3 nafikiri chini pale anasema, tazama nimekupa mlango ulio wazi mbele yako, wala hakuna awezaye kuufunga. Sasa mlango si wa kila mtu, ni wale wenye imani, wanachanganya na bidii, wanachanganya na kumtolea Bwana. Leo chagua kuwa mshirika na Mungu katika uchumi wako. Acha kulalamika kuhusu uchumi wa nchi, sio uchumi wa dunia, wedi benki. Hayo tuache kwanza. Je, uchumi wako umeufungamanisha na uchumi wa Baba yako wa mbinguni? Kule ndo nchi yako.
kwa sababu anasema our citizenship, uraia wetu uko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi, tunamtazamia hajaja, kwa sababu hajaja mambo yangu mimi na ya linki na uchumi wa kule. Kanuni za uchumi wako kuwa na partnership na uchumi wa Mungu, lazima uzingatie vitu vinne ambavyo tumejifunza leo. Mimi mwenyewe najifunza kila siku vitu hivi, na ninaona jinsi ambavyo bado niko nyuma, na namuomba Mungu anipe bidii kwa jina la Yesu. Mwisho, anza kutumia kanuni hizi kwenye maisha yako, na Biblia itakuwa ni suluhisho la uchumi wako na kukuandaa kwa ajili ya uchumi ule bora ambao umetunzwa kule mbinguni, Yesu anapokuja hivi karibuni kuwachukua wale wanaomtazamia. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Hizi kanuni 4 hizi hata mimi zimenishtua, zimefungua ubongo wangu na kuona kumbe na mimi bado nahitaji kujifunza zaidi. Sasa ninaomba mtoto wako anapoanza kuingia katika mpango halali wa kuanza kuziweka katika vitendo, Bwana usimpungukie. Fungua milango ambayo hakuna mwanadamu anaweza kufunga. Ingia ubia wa kiuchumi na yeye, na kwa sababu kanuni hizi zinakataa umaskini, kama kuna eneo lake bado kuna kao umaskini fulani hivi, Mungu anza kukaondoa hata kabla hajaanza kuapply hizi principle, na umokoe moyo wake. Na itamfaidia nini kama atapata vyote ikiwa hajafungamanisha na maisha yake na wewe? Mwokoe na kila dhambi na kila changamoto zinazomtesa kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Karibu tena wakati mwingine hapa Patakatifu Media.